Hujambo, mimi ni Awadh Rashidi na hii ni Arusha One Radio. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance ameusuta uongozi wa Umoja wa Ulaya akisema sio kweli kwamba jumuiya hiyo inakabiliwa na tishio kubwa kutoka nchi kama za Uchina na Urusi, bali kutokana na kushindwa kwa sera za ndani. Akizungumza katika mahojiano na Robbie Smith wa Newsmax, Vance ameonyesha wasiwasi wake kuhusu mbinu za Ulaya juu ya uhamiaji, matumizi ya ulinzi na kushughulika na wapinzani wa kisiasa. Tunapaswa kufahamu kwamba tishio kubwa kwa Ulaya sio Uchina au Urusi, bali tishio kubwa zaidi kwa Ulaya ni kutoka ndani yake, kuanzia sera zake za uhamiaji ambazo zinaharibu msingi wa kiutamaduni wa Ulaya, lakini pia sera za kiuchumi zinazoifanya kuwa na ushindani mdogo. Vance alikosoa kile alichokiita kuwa ni mkanganyiko kati ya matamshi na vitendo vya Ulaya, haswa kuhusiana na Urusi. Watu hawa kwa upande mmoja, uongozi wao ninaozungumzia, wanasema kwamba Urusi ndio tishio kubwa zaidi duniani. Wakati huo huo, wananunua mabilioni kwa mabilioni ya gesi ya Urusi na wanatumia 1% ya pato lao la taifa kwa ulinzi, wakati sisi tunatumia 3% au 4% ya pato letu la taifa. Makamu huyo wa rais wa Marekani amesema mwelekeo wa kisiasa wa Ulaya kwa sasa unaenda kinyume na kanuni za kidemokrasia na hasa jinsi wapinzani wanavyoshughulikiwa. Maneno ya watu wa Ulaya hayalingani na vitendo vyao, na sasa wameanza kujaribu kuwaondoa wagombea urais na viongozi wa kisiasa kwenye uchaguzi. Akimrejelea mgombea mtarajiwa wa urais wa Ufaransa Marine Le Pen, Vance alipendekeza kuwa Umoja wa Ulaya ulikuwa ukimlenga isivyo na kwa haki mwanasiasa huyo. Kwa sababu anaongoza kwenye kura za maoni, sasa wanajaribu kumtupa gerezani na kumtoa kwenye uchaguzi. Hiyo sio demokrasia. Alipokuwa akithibitisha tena muungano wa Marekani na Ulaya, Vance alionyesha wasiwasi wake kwamba masuala ndani yanayoendelea yanaweza kuzoofisha uhusiano baina ya Marekani na Ulaya. Tunataka marafiki zetu washiriki maadili yetu, na wazungu ni marafiki zetu kwa 100%, lakini uhusiano huo tunasema tu utakuwa na mkazo na utajaribiwa ikiwa wataendelea kujaribu kuwatupa viongozi wa upinzani jela na kuacha kuheshimu mipaka yao. Vance alitoa matamshi sawa na hayo mwezi Februari alipouambia mkutano wa usalama wa Munich kwamba wakati Washington itafanya kila juhudi kufikia suluhu la kuridhisha kati ya Urusi na Ukraine, Ulaya bado ina matatizo makubwa zaidi. Wakati hayo akijiri, viongozi wa Urusi na Ukraine wako tayari kufanya makubaliano ya amani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema katika swali aliloulizwa na mwandishi wa habari ndani ya ndege ya Air Force One kuhusu mawasiliano yake na kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky, Trump alisema, nadhani Zelensky yuko tayari kufanya makubaliano na nadhani Rais Vladimir Putin yuko tayari kufanya makubaliano, Trump alisema, huku akikataa kutaja mambo maalumu kuhusu makubaliano hayo ya amani, na akaongeza kuwa Marekani ina mazungumzo mengi mazuri kuhusu Urusi na Ukraine. Tunapenda kuona mzozo huu ukisitishwa haraka iwezekanavyo kwa sababu maelfu ya watu wameuawa katika wiki moja, Trump alisema na kuongeza, Ulaya haijafanikiwa katika kushughulika na Rais Putin, lakini nadhani sisi tutafanikiwa. Trump alitoa maoni yake wakati mjumbe wa uwekezaji wa Putin Kirill Dmitriev aliposafiri kwenda Washington, ambapo inasemekana alikutana na mjumbe wa Marekani ya Mashariki ya Kati Steve Witkoff. Pande hizo mbili ziliendelea kujadili hatua za kurekebisha uhusiano wa nchi hizo mbili, Urusi na Marekani, uliositishwa na utawala wa Biden mnamo mwaka 2022, Dmitry akiwaambia waandishi wa habari siku ya Alhamisi jioni. Pamoja na hayo, uchunguzi uliofanywa na Wizara ya Ulinzi ya Romania umegundua kuwa mamia wanajeshi na askari wake wa akiba walifanya kazi nchini Kongo kama mamluki. Ripoti za vyombo vya habari vya Ulaya zilisema katika vita na waasi wa M23 mashariki mwa Kongo, muungano wa serikali ya Kongo ulijumuisha mamluki kati ya 1500 hadi 2000 wa Ulaya Mashariki. Matumizi ya mamluki katika mizozo ya kivita yamepigwa marufuku kwa mikataba ya Umoja wa Mataifa UN na Umoja wa Afrika AU. Wizara ya Ulinzi ya Romania iligundua kwamba mamia ya askari wa akiba walitia saini mkataba na makampuni ya ulinzi ya kibinafsi yanayofanya kazi nchini Kongo, shirika la habari la Brussels liliripoti siku ya Ijumaa. Uchunguzi wa serikali pia uligundua kuwa baadhi ya wanajeshi waliokuwa kazini wakiwa katika likizo za uzazi walipigana kama mamluki nchini Kongo. Baadhi ya askari wa akiba 24 waliokuwa wakifanya kazi katika kampuni za ulinzi za binafsi nchini Kongo walirejeshwa jeshini mwaka 2023-2024 na sasa wametumwa katika vitengo mbalimbali ndani ya Wizara ya Ulinzi, ripoti zimesema. Takriban mamluki 300 wa Ulaya, baadhi yao waliopigana katika jeshi la kigeni la Ufaransa, walijisalimisha kwa M23 mwishoni mwa mwezi Januari baada ya waasi hao kuchukua udhibiti wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Waliruhusiwa kupita Rwanda kwa usalama kabla kupanda ndege hadi nchini mwao. Hadi wanajeshi 466 wa Romania ambao walijiuzulu jeshini kutokana na sababu za umri au kufukuzwa au pengine sababu za kiafya
afya walijihusisha na shughuli zinazohusiana na mzozo wa Kongo, ripoti ya habari ya Euractiv ilisema. Zaidi ya hayo, wanajeshi 7 waliokuwa kazini walitambuliwa kuwa walifanya kazi isiyo haki nchini Kongo kati ya mwaka 2023 na 2025 wakati wakiwa kwenye likizo ya uzazi iliyotolewa kisheria kwa watoto wao wa chini ya umri wa miaka 2. Ripoti hiyo ilisema uchunguzi huo ulibaini kuwa askari hao walikiuka vipengee vingi vya kisheria na kikanuni, ikiwa ni pamoja na kuondoka nchini mwao bila vibali na kujihusisha na shughuli za nje ya majukumu yao rasmi ya kijeshi. Kati yao 7, 3 wamesalia kwenye likizo ya uzazi wakati wengine 4 wakirudi kwenye vitengo vyao. Kesi ya askari mmoja tayari imepelekwa kwa ofisi ya mwendesha mashtaka wa jeshi na hatua sawa za kisheria zitakuchukuliwa dhidi ya 6 waliosalia. Wakati huo huo, taratibu za kinidhamu na utawala zinasemekana kuanzishwa kusubiri uamuzi wa mwendesha mashtaka kuhusu uwezekano wa mashtaka jinai. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi.